Ayo, it's me bin_Yusuf23. Unaweza ukanipata hivyo kwenye mitandao ya kijamii. Ni mimi yule nilekuletea masuala yote ya kiburudani kupitia hapa channel yetu, YouTube channel ya TNCTZ. Sasa leo hii mezani nina story ya mwimbaji Sean Kingston. Nadhani nikimwongelea Sean Kingston mtakuwa mnamjua, ni mwanamuziki ambaye alitamba sana. Why you wanna dig, why you wanna go, why you wanna leave me, why you wanna go. Pamoja na mama yake sasa Janice Tana wamekutwa na hatia kwenye mashtaka yaliyokuwa yakiwakabili ya ulaghai na wizi. Wameripotiwa kukabiliwa na miaka 20 jela. Mashtaka hayo ni pamoja na shtaka moja la kula njama ya kufanya udanganyifu kwa kugushi nyaraka na matano ya utapeli wa vitu vyenye thamani ya dola 1 bilioni sawa na Tanzania shilingi bilioni 2.6. Iliripotiwa kuwa kuanzia Oktoba 2023 hadi Machi 2024 wote wawili walidaiwa kulaghai vitu vya thamani ya karibu dola 500,000, zaidi ya dola 200,000 kutoka benki ya Amerika na dola 160,000 kutoka kwa muuzaji wa magari ya kifahari aina ya Cadillac Escalade, zaidi ya dola 100,000 kutoka First Republic Bank na dola 86,000 kutoka kwa wauzaji wa vitanda vilivyobinafsishwa. Hukumu yao itatolewa Julai mwaka huu 2025. Kutoka kuwa mwanamuziki mpaka kuwa tapeli ndo. Nilizani masuala haya huwa tunapitia wabongo tu, but unaweza ukaona hata kwa Marekani watu maarufu ambao walikuwa maarufu then wakatoka, inakuwa inawapelekea ni vigumu sana. Ukiwa katika on top, ukiwa maarufu, ukiweza kusimama na ukawa try to control yourself, to sit there, ubaki huo na umaarufu wako, utafute vitu ambavyo vitaweza kukufanikisha wewe uingize pesa ndefu sana kupitia huo umaarufu wako, kwa sababu ukishuka ndipo unaenda kufanya masuala ambayo sio mazuri katika jamii, ikiwemo kama hivi Sean Kingston. Kwa jina aliyokuwa nalo kubwa mwanamuziki huyu Sean Kingston, ambaye alitamba na nyimbo yake kali kabisa, why you wanna leave me, why you wanna go, nyimbo ile tamba around the world. Alafu hii unakuja unaletewa story yake ya kwamba ametapeli watu kiasi cha dola 1 milioni. Unaweza ukaona, unaweza ukaassume au ilikuwaje hivi na hivi. Maswali mengi unaweza ukajiuliza. Ulikuwa nami bin_Yusuf. Kesi ndio iko, wameshikiliwa na kesi kama nilivyokuambia mwanzo, Julai mwaka huu 2025 ndipo itaenda kutolewa hukumu yake, na ikishatolewa hukumu na ikishasikilizwa kesi hiyo, then nitakurudia tena. Ni mimi yule bin_Yusuf23 nayekuletea masuala yote ya kiburudani hapa TNCTZ. See you until the next time.